Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema Iran ililazimisha Marekani na Israel kusitisha mapigano bila masharti badala ya kusalimu amri bila masharti. Lakini yote hayo ni kutokana na mashambulizi makali ambayo yalikuwa yakiendelea wakati wa vita vya siku 12 kati ya Israel pamoja na Iran. Abbas Araghchi anasema kwamba Marekani ilidhani baada ya shambulizi lake la kutumia ndege za B-2 katika vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan ni kwamba huenda Israel ilitarajia Iran ipige magoti, lakini Iran iliendeleza mashambulizi huku ikifanya mashambulizi makubwa katika kituo chake cha kijeshi cha anga huko nchini Qatar. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesifu kusimama kidete kwa nchi dhidi ya uvamizi wa hivi karibuni wa siku 12 wa Marekani na Israel, akisema kusimama kidete huko kulimlazimisha adui aliyetaka Iran ijisalimishe bila masharti kuomba kusitishwa kwa mapigano bila masharti. Akizungumza katika mkutano wa baraza la utawala katika mkoa wa Hamedan jioni ya jana Jumatano, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alitangaza kwamba maadui walishindwa kabisa kufikia malengo yao katika vita vya siku 12, lakini yote haya ni baada ya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, huku baadhi ya majasusi wakitoa ushuhuda kwamba hakukuwa na uharibifu mkubwa katika vinu hivyo vya nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump alidhani kwamba baada ya mashambulizi katika vinu hivyo vya nyuklia ni wazi Iran isingeingia tena katika mpango wa nyuklia, lakini baadhi ya majasusi na wachambuzi wa vita waliona kwamba vinu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na Isfahan, licha ya kwamba vilishambuliwa kwa kutumia makombora ya Buster, lakini hayakuharibiwa kama ambavyo rais wa Marekani alitarajia. Kilogramu zaidi ya 400 ya uranium iliyorutubishwa ilisalia kuwepo na haikuharibiwa kabisa, na ndicho ambacho wachambuzi wa mambo wanasema kilifanya Marekani na Israel kuamua kuachana na vita hivyo bila masharti. Araghchi ameelezea kwa undani makosa yaliyofanywa na adui katika kuanzisha vita hivyo, akibainisha dhana ya kwamba Iran ingesalimu amri haraka kutokana na mashambulizi ya ghafla. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameashiria siku za mwanzo za vita walipotuma ujumbe wakitaka Iran kuingia kwenye mazungumzo ya kujisalimisha, huku rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kauli yake maarufu ya kuitaka Iran ijisalimishe bila masharti katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii. Katika siku za mwanzo kabisa za vita, rais wa Marekani alituma ujumbe wenye maneno matatu kwenye ukurasa wake wa Twitter: kujisalimisha bila masharti. Lengo lao la kuanzisha vita lilikuwa mashambulizi ya ghafla na ya kushtukiza, na walidhani kwamba baada ya kuua baadhi ya viongozi wakubwa wa kijeshi pamoja na wataalamu wa nyuklia, basi ni wakati ambapo Iran ingetakiwa kuinua mikono juu na kujisalimisha ndani ya siku 2 ama 3. Hata hivyo, hii halikufanikiwa kutokana na hekima ya kiongozi mkuu kuteuliwa haraka makamanda wapya wa jeshi, ukarabati wa vikosi vya jeshi na ushiriki mkubwa wa serikali katika usimamizi wa migogoro na kukidhi mahitaji ya nchi, amesema waziri huyo wa mambo ya kigeni. Amesema majibu sahihi ya wakati yenye nguvu na ya kina ya vikosi vya jeshi la Iran kutokana na uchokozi wa adui pia yalikuwa muhimu sana katika kushindwa kwao. Akizungumzia madai ya nchi za Magharibi, Araghchi amesema, niliwaambia wakuu wa nchi hizo wakati mkutano wangu na wao kwamba wengi walidai anga la Iran ilikuwa mikononi mwa ndege za kivita za Israel wakati wa vita vya siku 12, lakini hawajataja ukweli kwamba anga ya utawala wa Israel ilitawaliwa na makombora ya Iran, na kwamba licha ya ulinzi wa anga wa tabaka nyingi kwa msaada wa Marekani na nchi za Ulaya hawakuweza kuzuia makombora ya Iran. Makombora yetu kwa mara ya kwanza katika vita yalipiga maeneo ya adui kwa usahihi na kwa uthabiti kila siku, alisema Araghchi, na kuongeza kuwa sambamba na hekima ya kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, nguvu ya vikosi vya jeshi na juhudi za serikali na timu ya diplomasia, umoja wa kitaifa wa wananchi na wapiganaji wa kijeshi vilikuwa na umuhimu mkubwa katika ushindi dhidi ya adui katika vita vya siku 12. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutaendelea kukujuza mengi yanayojiri ulimwenguni hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.